Gilly Bonny Online TV. Imefika mahali ndugu zangu, na kwa sababu tuko Iringa, nataka tuzungumze mambo ya Iringa ili tuone, tuthibitishe kwamba uchaguzi katika mazingira ya sasa hauwezekani tena. Nataka nizungumze habari ya Iringa mnayoifahamu vizuri sana. Nyie watu wa Iringa, nyie, miaka 11 iliyopita, mwaka 2014 tulienda kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, au nakosea? Hapa Iringa mjini, hapa Iringa mjini ya kwenu, kulikuwa na mitaa 126 2014. Kwenye uchaguzi huo, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua wenye viti wa mitaa wa Chadema 54 kati ya hao 126. Asilimia 43 ya wenye viti wote wa mitaa wa Iringa mjini walikuwa wa Chadema. Miaka 11 iliyopita, mwaka jana mmechagua 0. Ilikuwaje? Nitarudi kwenye hiyo, lakini tujue tu kwamba 2014 tulichagua wenye viti wa mitaa 54. 2024, miaka 10 baadaye, tumepata 0. Hamna hata mmoja wa dawa. Miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nye wananchi wa Iringa mjini, Iringa mjini ina kata 18. Kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nye wananchi wa Iringa mjini mlichagua madiwani 14 wa Chadema katika kata 18. CCM mliwaachia madiwani 4 tu. Asilimia 78 ya madiwani wote wa halmashauri ya manispaa ya Iringa walikuwa wa Chadema. Miaka 10 iliyopita. Leo ni 0. Leo ni nini? 0. Mnanipata? 2010 na 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua mbunge wa Chadema, au nakosea? Mlichagua mbunge wa Chadema. Kuanzia 2020, 0. Sasa tuzungumze kumetokea nini iliyosababisha hizi 0. Hizi 0 zimetokana na nini? Iko hivi ndugu zangu. Ndio maana tunazungumza habari ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Iko hivi. Mfumo wetu wa uchaguzi na vyombo vya uchaguzi vyote ni vya CCM. Sheria zetu za uchaguzi na katiba yetu kwenye masuala yanayohusu uchaguzi, katiba ya nchi kwenye masuala ya uchaguzi na sheria zetu za uchaguzi ni za CCM, zinapendelea CCM. Tunaelewana? Sasa tunapozungumza vyombo vinavyosimamia uchaguzi, tuna maana gani? Tume ya kwanza, tume ya uchaguzi, hiyo wanayoita sasa hivi
Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haina uhuru wowote. Tume ya uchaguzi ni tume ya rais, na kwa sababu ni tume ya rais, ni tume ya CCM, kwa sababu rais wetu siku zote amekuwa mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa tume ni mteule wa rais, ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Makamu wake ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wengine wote wa tume ni wateule wa rais, na kwa hiyo ni wateule wa mwenyekiti wa CCM. Mtendaji mkuu wa tume, yule anayeitwa mkurugenzi wa uchaguzi, ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Hiyo ni tume. Chini ya tume kuna hao wanaosimamia uchaguzi kwenye majimbo na kwenye kata na kwenye vijiji, nao wote ni watu wa CCM. Mkurugenzi, sheria inasema afisa mwandamizi wa halmashauri za serikali za mitaa ndiye atakayesimamia uchaguzi. Afisa mwandamizi ni mkurugenzi au bwana mipango au watu wengine wa halmashauri. Wote wanateuliwa na rais, na kwa hiyo ni wateule wa CCM. Chini yao kwenye kata wanaosimamia madiwani, watendaji wa kata, waratibu wa elimu wa kata na watu wa aina hiyo ni wateule wa mkurugenzi, na kwa hiyo wote ni ma-CCM wote. Ukienda chini kabisa kwenye kituo cha kupigia kura, unakutana na walimu, mabwana mifugo, mabwana nyuki, mabwana kilimo, wote ma-CCM. Unaelewana? Kwa hiyo wakati wa uchaguzi, kuanzia juu kwa mwenyekiti wa tume mpaka chini kwa aliye kituoni, wote kazi yao ni moja, kuhakikisha CCM inashinda. Na ndio maana tangu 2015 hizi sifuri zimekuwa nyingi, kwa sababu wote waliambiwa na Magufuli, hakikisheni wapinzani hawapati kitu. Ama polisi hao wakati wa uchaguzi, kile polisi anatembea na kibegi mgongoni. Ina nini hivyo vibegi? Vina kura feki. Wanafukuza mawakala wa Chadema, wanaondoa mawakala wetu. Wakishaondoa mawakala wetu, wanaingiza hivyo vibegi ndani, wanajaza masanduku ya kura kwa kura feki. Na mapolisi nao wamekuwa wa CCM. Usalama wa taifa wote ma-CCM. Wakuu wa wilaya wote ma-CCM. Watendaji, maafisa tarafa wote ma-CCM. Wakuu wa mikoa wote ma-CCM. Mfumo mzima ni mfumo wa ki-CCM. Ndio maana haiwezekani tena kwa kura za wananchi wa Iringa kuheshimika na kuheshimiwa, kwa sababu mfumo unahakikisha kwamba sisi tusiokuwa CCM hatupati kitu. Ndio maana ya hizi sifuri. Na hizi sifuri sio za Iringa mjini peke yake, ni za nchi nzima. Miaka 10 iliyopita, wananchi wa Iringa, sisi Chadema kwa Tanzania nzima tulikuwa na vijiji 1754 tulivyovishinda. Mwaka jana tumepata 97, havifiki hata 100.
Tulikuwa na 1754, leo hatufikishi hata 100. Kwa watu wa mijini kama nyie wananchi wa Iringa mjini ambao mnachagua wenye viti wa mitaa, miaka 10 iliyopita tulikuwa na wenye viti wa mitaa nchi nzima 980. Leo hii hawafiki hata 40. Ni 36. Ni 0.8%. Tulikuwa na karibu 26. Leo hatufikishi 1%. Kwa sababu ya huu mfumo wa CCM. Sasa ndugu zangu, nakumbukeni leo tuna mbunge mmoja. 2015 tulikuwa na wabunge 72. Leo ni mmoja wa dawa. Kwa hiyo nikiwaulizeni wananchi wa Iringa, hivi mnafikiri tukienda kwenye uchaguzi mwaka huu tutapata nini? Tutapata nini? Sasa tumechoka kweli mama. Na kama tumechoka kweli, tupiganie mabadiliko. Tusikubali tena kusimamiwa chaguzi na mfumo huu wa CCM. Mnanielewa? Sasa nachotaka kusema ni nini ndugu zangu? Kwa sababu ya mfumo huu umepigiwa kelele miaka nenda rudi. Tumedai mabadiliko ya mfumo huu miaka nenda rudi. Mwaka 91 Chadema imeanzishwa 93, au sio? Mwaka 91 hata kabla Chadema haijaanzishwa, Rais Mwinyi aliunda tume ya rais ya kutushauri namna ya kwenda kwenye vyama vingi. Tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali. Ya wana CCM watupu, ni kweli. Ile tume ya Nyalali ikatoa ripoti mwaka 91, ikaishauri serikali ya Rais Mwinyi kwamba twende mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hilo la kwanza. La pili, tume ya Nyalali ikasema ili mfumo wa vyama vingi vya siasa uwe na tija katika nchi yetu, tutengeneze katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka. Mfumo wa uchaguzi uliopo ni mfumo wa CCM kama nilivyouelezea. Tubadili, sio tume ya rais na mpya na tume huru ya uchaguzi. CCM imeyakataa tangu mwaka 91. Leo ni miaka 34 CCM wanakataa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Mwaka 98 Rais Mkapa, marehemu Rais Mkapa, akaunda tume nyingine, akamteua Jaji Robert Kisanga, akaambia tushauri tufanyeje masuala haya. Tume huru ya uchaguzi. Mkapa na CCM yake wakakataa. Akaondoka Mkapa, akaja Kikwete, akatuundia tume ya Warioba, mnakumbuka. Na tume ya Warioba baada ya kufanya kazi ya kukusanya maoni ya wananchi miaka 2, ikapendekeza pamoja na mambo mengine tume huru ya uchaguzi yake, nao wakakataa. Tukampata Magufuli akaanzisha vita ambayo matokeo yake ndio haya tunayoyaona leo.
Magufuli akafa. Akaja mama. Akaja mama, au sio? Akaja mama anasema 4R, au sio? Katika hizo R kuna moja ya reform. Ya nini? Ya reform. Akasema anataka kufanya reform. Akatuita kwenye mazungumzo sisi wa Chadema. Akaunda tume ya CCM, timu ya CCM kujadiliana na Chadema juu ya reform. Tukapeleka mapendekezo ya namna ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi. Na mapendekezo tuliyoyapeleka tuliyachukua kwenye ripoti ya Nyalali ya mwaka 91, tuliyachukua kwenye taarifa ya Kisanga ya 98, tuliyachukua kwenye taarifa ya Mark Bomani ya 2003, tuliyachukua kwenye taarifa ya Warioba ya 2013. Hatukupeleka cha kwetu na maraisi hawa wa CCM. Tukazungumza mwaka mmoja. Tunajadiliana juu ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Akatuongelesha mwaka mzima. Yeye mwenyekiti wa hiyo timu alikuwa Kinana na upande wetu alikuwa mwenyekiti Mbowe. Mwaka mzima watuzungumza. Ikafika mahali tukawaambia wekeni kwenye maandishi. Mali bila daftari hupotea bila habari. Weka kwenye maandishi. Tulipowaambia weka kwenye maandishi, walilala mbele vibaya sana. Walilala mbele. Walitukatalia mapendekezo yetu yote. Sasa mtu anayetuambia kwamba kwa nini hamzungumzi? Kwa nini msizungumze na mama? Kwani hatujazungumza naye mwaka mzima? Mtu anayetuambia mbona, kwa nini msizungumze? Tangu mwaka 91 tunazungumza mambo haya. Tutazungumza mpaka lini? Tutazungumza mpaka lini wananchi wa Iringa? Tutazungumza mpaka lini wakati wanachafua chaguzi? Ndio maana baada ya iliyotokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, tukasema enough is enough. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.